Ndugu zangu, shirki imeenea. Mtu anahisi kwamba Mwenyezi Mungu peke yake hawezi. Mama anachukua ujauzito wa mtoto wake miezi 9 tumboni, anafanywa kila kitu na Allah subhanahu wa ta'ala, oksijeni, chakula, kila kitu akiwa tumboni, lakini anapozaliwa tu mama anapoteza tauhid. Hirizi zinaanza kufungwa, anaanza mtoto kuchanjwa, mtoto mdogo tu anaanza sijui mazindiko. Tayari umeshasema kwamba yule Mwenyezi Mungu aliyokuwa amemtunza miezi 9 tumboni huku duniani hana nguvu hizo. Kuna watu wana nguvu zingine zaidi. Badala wewe kumlilia Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu amkuze mtoto wako makuzi mazuri kama ilivyofundishwa katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unachukua washirikina ndio ambao unahisi kwamba wanaweza wakamsaidia kijana wako katika makuzi yake. Hii ni dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingiza shirki ya aina hiyo. Ndugu zangu, leo hii wako Waislamu wengi sana, hususan kina mama wa Kiislamu. Tumewashuhudia katika matelevisheni, katika wapi, wanakwenda katika maombi ya wasiokuwa Waislamu. Wanapokuja kufanya maombi yao, na wenyewe wako mstari wa mbele, kuna wengine mpaka wanabaragashia, wanaulizwa matatizo yao, wanataja, wanasema ili aombe huyo Mungu aweze kumsaidia. Shirki kubwa. Badala ya kumlilia Mwenyezi Mungu na kuweka dhana njema kwa Mwenyezi Mungu, kumwomba Mwenyezi Mungu akuondoshee maradhi ulionayo, pamoja na juhudi za matibabu unazozifanya, unakwenda kwenye shirki, kama vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana uwezo. Ukimdhania Mwenyezi Mungu hivyo, anakupa unachomdhania. Kweli utakwenda kwenye shirki, wataombwa miungu, utapona. Umeweka dhana hiyo, utapona.